Ndugu zangu, kwa umuhimu kabisa nataka tuzungumze leo machache, tufundishane, tuelimishane. Alafu nitawaachia kazi, mtasahihisha siku ya Oktoba 29. Oktoba 29 ni siku ambayo inakwenda kuamua hatima yako, watoto wako, kizazi chako kijacho. Oktoba 29. Oktoba 29 wanakwenda kufanya maamuzi ya kujifunga mnyororo wa utumwa ama kuvua mnyororo wa utumwa ili ubaki haki. Siku zote haki na batili havichangamani. Kama hivyo ndivyo, je, mnadhani hao wenzetu ambao tunategemea kuwapumzisha Oktoba 29 wanastahili kuendelea kubaki madarakani hali ya kuwa watu wenye haki katika nchi hii bado hampati haki katika nchi hii? Hata robo watu watatu. Mabatini ninayofahamu mimi, mabatini ya wajasiriamali, sioni. Si zamani nilikuwa tukishuka pale, ukishuka si hapa kwenye kilima hapa, unakutana na kina mama wamepanga samaki, dengu za kukaanga, karanga mpaka barabarani. Sawa eh? Lakini ukienda hapo mbele ya stendi kwenye daraja, ilikuwa hali ni hiyo hiyo. Niliambiwa siku hizi ni dhambi mjasiriamali kuweka meza mbele ya nyumba yake. Ni kweli? Inaeleweka. Mbona mjibu? Sasa majibu mtakuwa nayo nyinyi baadaye. Na mimi nawapa mtihani tu. Lakini hivi ni haki mama mjamzito katika dunia ya leo kulipa gharama ya kliniki, kulipa gharama ya operation, na akiikosa inakuwa ni heri afe kuliko kupata matibabu kwenye Tanzania ya zaidi ya miaka 60 ya uhuru? Hapo maiti ichukuliwe. Hivi ni kweli? Hivi ni kweli? Serikali ifanye maiti kuwa sehemu ya pato la taifa? Kweli? Ni kweli kwamba serikali imekosa vyanzo vyote hata ikafanya maiti kuwa sehemu ya pato la taifa? Ni sawa sawa? Mtasahihisha kwenye karatasi Oktoba 29. Mimi nakupeni maswali tu. Tufike salama tu hata leo. Kama nchi ya Cuba wanategemea kilimo cha mua, unajua mua eh? Wanategemea kilimo cha mua, na serikali ya Tanzania inaomba msaada wa viandarua Cuba, na madawa ya mbu Cuba. Halafu tunasema rafiki zetu wazuri wa Cuba wametusaidia viandarua. Ni kweli nchi ambayo wa mchungaji huko hapa kasoma Isaya 18. Mimi ni Muislamu, lakini nasoma vitabu vya dini, nasoma Biblia, nasoma msaafu, nimesoma Shinto, nimesoma vitabu vya Buddha, nimesoma Kizolozi, vingi nimesoma. Hadi za Marasta. Katika vitabu vya dini vyote sijaona sehemu ambayo Mungu anasema nimeumba binadamu na watu. Mimi natujua Mungu kaumba watu, kaumba binadamu, si ndio? Watu kaumba nani? Adam. Sasa wenzetu hawa ambao tunakwenda kuwasindikiza Oktoba 29 wametulazimisha na kukufuru Mungu, wakaumba watu. Nimesoma vitabu vyote vya haki. Kuna kitabu cha haki za binadamu, sijaona kitabu cha haki za watu. Uko sawa. Na ninyi mmeambiwa kazi na utu, si ndio? Umesema hivyo eh? Kazi sio kazi na ubinadamu, Kazi na utu. kazi na utu. Sijaona kitabu kimeandika watu. Haipo hiyo. Sasa nataka niwaambie, Ndio alitoa wapi? mjue tofauti kati ya binadamu na watu. Halafu wewe utajiuliza uko kwenye kundi gani. Binadamu
anakula anachokitaka. Sifa ya kwanza ya binadamu, anakula anachokitaka. Watu wanakula wanachokipata. Kukipata ni jirani na kukosa. Bahati nasibu. Umebeti sasa. Kukipata ni jirani na kukosa. Lakini kula unachokitaka maana yake una uwezo wa kubadilisha chochote kile. Uwezo huo unao. Hawa binadamu wanaweza kufanya hivi. Lakini pana tofauti pia ya kuishi baina ya watu na binadamu. Watu wanakaa Kapili Point kule. Wewe ukienda saa 1 jioni kutembea barabara za kule, mtaa wa kwanza wa pili, hebu njoo bwana. Lazima uitwe. Unaenda wapi? Yaani kwa sababu mtu umekwenda kwenye makazi ya binadamu ambayo wewe hayakustahili, utaulizwa unakwenda wapi? Fanya nini? Lakini binadamu wakija huku kwa watu wanazurura mpaka usiku wa manane na hawaulizwi unakwenda wapi. Badala yake mtasifia mtoto wa mkuu wa mkoa leo yuko mtaani kwetu. Ni utumwa wa fikra usiomithilika. Mimi nani? Tabaka hili tumeumbiwa na wenzetu hawa makusudi kabisa, wakakufuru na kufanya kazi ya Mungu, wakatubainisha baina ya binadamu na watu. Sasa watu siku zote hawana haki, maana hata kitabu cha haki za watu hakipo. Kwa hiyo msilalamike mnapokwenda hospitali mkakosa dawa, msilalamike. Msilalamike kina mama wajawazito mnapokwenda kliniki, siku hizi mnaambia miezi 3 uanze kwenda na vifaa, msilalamike. Kwa sababu wewe ni mtu, sio binadamu. Sijui mnanielewa? Hakuna people rights, ni human rights. Kama hivyo ndivyo, kama nyinyi ni watu na sio binadamu, kwa hayo machache niliyowaambia, mnadhani mna haki kustahili kuishi kama wanavyoishi ama kupata binadamu? Haiwezekani. Hiyo haki ni mbingu na ardhi. Ndio maana wanabuni kila siku ni namna gani watu tutawakomesha wasibadilike kuwa binadamu. Na hawaanzii kwenu nyinyi walalahoi wenzangu. Mimi nimetembea kote wananiita rais wa walalahoi. Ni kweli? Ni kweli. Mimi natoka familia maskini sana. Yaani sisi hapa nini si ndo walalahoi? Maisha magumu ndio niliyoyaishi, na ndio maana hata ziara zangu nyingi nimekwenda sana vijijini. Nadhani kwa mjini kidogo labda ndio nimekuja Musoma, Bunda na hapa. Lakini nimefanya vijijini sana. Kwa sababu kule ndiko wako walalahoi wenzangu ambao wanapata madhira ambayo nimeyapitia na ninayaishi. Sasa basi, siku zote binadamu hawataki kuwaona watu wanajitahidi na kuwa sehemu ya binadamu. Ndio maana wanakuvunjieni meza. Machinga wanasema mkae hapa. Ulishamwita huyu mtu machinga. Machinga maana yake ni mtu ambaye hana uwezo, anajitafuta. Unamchukulia ushuru wa nini? Wanatuzingua tunatembea. Mama muuza matembele na yeye anakimeza kama hiki, unataka ushuru wa nini? Wakati binadamu wanaoingiza makontena mizigo pale bandarini wanasamehewa mabilioni ya pesa, wewe kukusamea 500 ili ulinde mtaji wako kaongeze fungu la dagaa kwa wanao ni dhambi. Lakini wewe kupata matibabu yanayopata binadamu dhambi. Nilikuwa namwambia mchungaji hapa kwenye kitabu kile cha chuo cha Nabii Isaya aya ya 18, kule Mungu amesema umba nchi ya ahadi. Nchi hiyo watu wake watakuwa wa amani. Dalili ya nchi hiyo, nitaiweka mito mingi iliyo bora, na uishi hapo utakuwa na dhahabu nyingi iliyo hafifu. Nikajipa kazi ya kutenga atlas kuangalia. Cha kwanza madini yasiyokuwako duniani kote nikapata Tanzanite. Nikasearch wapi kwingine kuna Tanzanite.
Nikasema inawezekana ikawa ni Tanganyika leo Tanzania. Ni mto gani? Ni mto Nile, unapita mataifa manne. Tanzania kuna dhahabu chache iliyo bora, unamalizikia Kongo kuna dhahabu nyingi iliyo hafifu. Kwa hiyo maana yake hiyo nchi inaitwa Tanzania. Zamani tuliita Tanganyika. Kumbe Mungu alituumba sisi wa Tanzania tuishi maisha ya neema mpaka siku ambayo yeye itampendeza atakapotunyakuwa kwenda kwenye makazi ya milele. Si ndivyo? Hata Adamu alisikia. Sasa haya maisha tunayoishi, mithili tumezaliwa kwa bahati mbaya, tunaishi kwa makusudi. Tumesababishiwa na nani? Hao si wanajulikana. Wanajulikana. Sisi kama ndio tumepewa neema hiyo na Mungu. Na akasema nitawawekeeni katika ufungu wa ardhi visivyokuwako katika mataifa mengine duniani. Tuna sababu gani kwenda kupiga magoti kumuomba msaada mtu ambaye analima mua?